habari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ametuma ujumbe kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Mtume Mwamposa. Ameandika waraka mrefu kidogo kwa Mwamposa kuhusu kauli yake aliyosema kwamba maandamano yanaharibu utukufu wa Mungu, ambapo kauli hiyo iliweza kuchapishwa na vyombo mbalimbali vikubwa vya habari nchini Tanzania. Lakini Boniface Mwabukusi naye ameamua kumjibu Mwamposa kwa kuandika maneno yafuatayo: Yesu aliingia Yerusalemu kwa maandamano, huku wananchi wakimshangilia na kuimba hosana ajaye kwa jina la Bwana. Mafarisayo walikwazika sana na ile nyomi kwa sababu ya wivu na uovu wao, lakini Mungu wala hakukwazika. Ila Biblia yangu inanionyesha Mungu alikwazwa na Kaini akumwaga damu ya ndugu yake Abel. Uuaji ndio unaondoa utukufu wa Mungu wa mbinguni, sio maandamano. Hata Yeriko aliangushwa kwa maandamano, watu walizunguka mara 7. Mwisho kunukuu hichi ambacho ameandika rais wa TLS, rais wa mawakili Tanganyika, ambaye ni Boniface Mwabukusi. Una maoni gani kwa hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Pasi na kupoteza muda, kama ilivyo ada yetu, tunapitia maoni mawili matatu nione watu wana maoni gani kwa hichi ambacho ameandika wakili wa msomi kwa huyo Boniface Mwabukusi. Maoni yamekuwa ni mengi. Wa kwanza anaitwa Mathayo, anasema utukufu wa Mungu ujua basi, ila ndiyo hivyo, yupo kazini, tunamuelewa, ila ajiheshimu tu, asilete ujuaji kwenye mitikasi ya umma. Lakini Ramu anasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekalu, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao walikuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Lakini Captain Fauzi anasema akijibu, naenda tume ya maadili akushtaki, akavuliwa uwakili. Hii aina ya comeback. Lakini Hakim anasema huyu anajua upinzani ukichukua nchi, wananchi watadai kiwanja cha Kawe alichopewa Kinyemela. Lakini Davi anasema mwambie hata siku Yesu akirudi mara ya pili, watu wataandamana kumlaki. Lakini Wushi anasema tena nyomi la mama. Lakini Legend anasema Yesu aliandamana kuingia Yerusalemu kwa sababu ya serikali iliyoiona ni ya dhalimu. Ameandika maneno makali kusoma. Lakini Ozki anasema tenti za kuabudu kwa Mwamposa ni bilioni 15. Muda huu hiyo hela ina uwezo wa kutibu na kuokoa maisha ya mamia ya Watanzania. Aitaji anasema anajulikana anapenda nini na yuko upande gani, mtumishi wa Mungu wetu wa kweli aliyesalia waumini wake sala na toba. Mungu wetu hatibu kwa kutumia maji. Lakini Machola anasema collapse of the desert Lizonians. Lakini Monica anasema Mwabukusi tuache hilo, pale alipoingia katika sinagogi atakuta kanisa limefanya sehemu ya soko. Lakini wa mwisho hapa, nasoma comment ya mwisho hapa, inatoka kwa Wiseman, anasema Israeli mpaka leo waandamanaji kupambania haki zao dhidi ya wanaojiita maadui. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoa katika chapisho la Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter. Rais wa TLS, rais wa mawakili kutoka Tanganyika. Tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.